kwenye swala zima la mahusiano. Ili swala huwa nalisema na naendelea kulisema. Kunapokuwa na mahusiano ndipo tunapoweza kufanya kazi vizuri. Tuwe na mahusiano miongoni mwetu kama viongozi, tuwe na mahusiano miongoni mwetu kama watendaji wa serikali, lakini tuwe na mahusiano mazuri na wananchi. Kwa sababu lengo la uwepo wa serikali ni kuleta ustawi kwa wananchi. Na ustawi huo unapatikana kwa wananchi kupitia miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo inakwenda kwa wananchi. Lakini wananchi waweze kupata miradi ile, yapatikane maendeleo, kuna watu ambao wanatakiwa lazima wafanye kazi kuhakikisha kwamba maendeleo yanapatikana. Na watu wanaotakiwa kufanya kazi ni wale hususani wataalamu sasa wanaojua hayo mambo, kama ni kilimo, kama ni mifugo, kama ni afya, kama ni elimu, kama ni maji, kama ni umeme, kama ni barabara. Wataalamu wameajiriwa na serikali, wanalipwa na serikali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaleta ustawi kule kwa wananchi. Kwa hiyo ili tuweze kufanikiwa lazima tuwe na mahusiano mazuri. Na tukumbuke kwamba tuko hapa kwa ajili ya kufanya kazi. Kila mtu ametoka alikotoka, amekuja kwa ajili ya kuwatumikia wananchi wa Ileje. Kwa hiyo kama una jambo lako binafsi na mtu mwingine, hilo jambo lako binafsi hebu liweke pembeni, kwamba shirikiana na huyo mtu ili mambo mengine yaende. Sambamba na hilo pia ni waombe waheshimiwa madiwani. Kuna madiwani wengine wapya, kuna wengine wana temu 2, kuna wengine wana temu 3, kuna wengine wanaelekea temu ya 4. Ni waombe kwa sababu ndiyo mwaka huu sasa tunaanza. Mwaka jana tulikuwa kwenye uchaguzi, mwaka huu tunaanza, tupo kwenye majukumu ya serikali. Ni waombe waheshimiwa madiwani, mkiwa kama wenye viti wa kamati za maendeleo za kata, mkiwa kama wasimamizi wa shughuli zote za serikali kwenye kata, mna wataalamu kule kwenye kata wakiongozwa na afisa mtendaji wa kata ambaye ndiye katibu wa kamati ya maendeleo kwenye kata. Lakini pia kuna idara mbalimbali zipo pale, kuna maafisa pale mifugo, kilimo, afya na kadha wa kadha mpaka kwenye kijiji. Kwa hiyo mimi niwaombe hawa watu mwatumie ipasavyo ili waweze kuwaletea maendeleo wananchi wenu wale ambao wamewaweka hapo madarakani. Ufanisi wenu kwa wale ambao mlikuwa mmeaomba wakati mnaomba kura yanategemea sasa na hawa wataalamu waliokuwa pale. Kama wataalamu mnaona kwamba hawaendi vizuri, kuna utaratibu mzuri sana. Utaratibu upo, serikali imeweka utaratibu wa kuhakikisha kwamba kero, malalamiko yanatatuliwa. Tuna vikao, tunaweza tukazungumza kwenye vikao, lakini pia kuna wakubwa wanaweza mkatua taarifa. Lakini sasa kuanza kuminyana, kuvutana, kupiana maneno ya vitisho, mimi sitarajia hayo kuwasikia kwa waheshimiwa madiwani. Unamkuta diwani anasema wewe hapo ninakutoa, nitakuhamisha. Hapo una wiki moja tu. Hizi kauli kwa kweli hazina afya. Hawa ni watoto wetu, lazima tufanye nao kazi. Lazima tuangalie madhaifu yao yapo kwa namna gani, tuyatatue yale madhaifu, lakini tunishane misuli, inakuwa haijakaa sawa sawa. Lakini pia ningependa kuwaomba watendaji wa kata, mtambue kwamba waheshimiwa madiwani ndio mabosi wenu na ndio wakubwa pale. Kama kuna jambo lolote muwasiliane nao vyema. Ndio maana nikaosema swala zima la mahusiano na mawasiliano. Kuna taarifa umepata, labda mkuu wa wilaya anakuja kufanya ziara, mkurugenzi anakuja, wewe ndio unaipata taarifa kwa sababu unakaa ofisini. Mjulishe mheshimiwa diwani, kuna 1, 2, 3. Kama kuna jambo lolote unaona pale, usilifanye wewe peke yako. Si tunafanya kazi kwa vikao. Kwa hiyo kila mtu atambue mipaka ya kazi yake. Kila mtu atambue majukumu yake yanaishia wapi. Kwa maana hiyo, tunapofanya kazi za serikali lazima tufate sheria, kanuni na taratibu zinazotuongoza. Kila kitu kina taratibu zake, kuna sheria zake, kwa hiyo lazima tuzifuate. Tusifanye kazi kwa ubinafsi, tusifanye kazi kwa matakwa yangu binafsi. Mimi kama Farida nina kitu changu nataka binafsi. Hapana. Tufanye kazi kwa mujibu wa taratibu inatutaka tufanyeje. Sheria inataka tufanyeje. Tusifanye kazi kwa matakwa yetu. Kwa lazima tuwe na mahusiano mazuri, lazima tuwe na mawasiliano mazuri. Sasa umefika muda kwenda kufanya kazi. Mwaka uliopita ulikuwa uchaguzi, ule mwaka mwingine ulikuwa uchaguzi. Sasa mwaka huu tujipange kisawasawa.
katika kuwaletea wananchi maendeleo, hususani wananchi wa wilaya hii ya Ileje ambapo sisi ndio tupo. Tusianzishe migogoro ambayo haina maana, migogoro ambayo haina faida. Migogoro itakuwa inaturudisha nyuma badala ya kutupeleka mbele. Kwa hiyo niwaombe sana viongozi wenzangu, lakini niwatake sana watendaji, tuhakikishe kwamba tunaendelea kushirikiana wote kwa pamoja, tunakuwa na mahusiano yote kwa pamoja, mawasiliano mazuri, tufanye kazi. Hapa hatujaja kupendana, tumekuja kufanya kazi. Hatujaja kuchukiana, tumekuja kufanya kazi. Mimi hata kama simpendi mwenyekiti wa halmashauri, hata kama simpendi mkurugenzi hata kama hanipendi, mwenyekiti hata kama hanipendi, anapaswa anipende kwa ajili ya kufanya kazi. Ukiona kila kitu unasukumwa, mara umepigiwa simu na mkubwa wako, hiki hujafanya, tambua tu kwamba wewe utoshi. Kwa sababu mpaka uulizwe, mpaka usukumwe. Lakini wewe si unajua majukumu yako yakoje? Pambana mpaka ufike mwisho. Kwa sababu wananchi wa wilaya Ileje wanatutegemea sana sisi ambao tumepewa dhamana na serikali katika kuwatumikia wananchi hawa.